Karibu kwenye mwendelezo wa kinachoendelea mahakamani Dar es Salaam katika kesi inayomhusu Tundu Antipas Lissu. Hii ni sehemu ya tatu na mwisho leo. Katika sehemu hii ya mwisho tutajua uamuzi wa majaji sasa hivi. Lakini kama kawaida yetu, kama ni mara yako ya kwanza kukutana na YouTube channel hii, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Wakati mahojiano ya wakili Kulwa Maduhu yakiendelea mbele ya mahakama kuu sasa hivi, Tundu Lissu alielekeza suala lingine muhimu katika ombi lake la kikatiba, iwapo mazungumzo kati yake na mawakili wake akiwa rumande yalikuwa yakifuatiliwa kinyume cha sheria na mamlaka ya magereza. Tundu Lissu alianza kwa kumuuliza wakili Maduhu kuhusu mazungumzo ya simu waliofanya huku mikutano ya kimwili ikiwa imezuiwa. Alitaka kujua kama kulikuwa na uwezekano wowote kwamba mazungumzo hayo yalikuwa yamerekodiwa. Maduhu alijibu kuwa uwezekano ulikuwa mkubwa sana, akieleza kuwa mazungumzo yanayofanywa kupitia mfumo wa mawasiliano wa magereza au polisi yanaweza kurekodiwa. Jibu hilo lilifungua swali lingine muhimu. Je, ikiwa mawasiliano kati ya wakili na mteja aliye chini ya ulinzi yalikuwa yanachukuliwa kuwa ya siri? Kisha Tundu Lissu akamwelekeza shahidi huyo kwenye kanuni za magereza, hususan kanuni ya 13 na kuuliza iwapo askari magereza wanaruhusiwa kisheria kusikiliza mazungumzo kati ya wakili na mfungwa. Maduhu aliambia mahakama kuwa hawakuruhusiwa kusikiliza. Alieleza kuwa maofisa wa magereza wangeweza kusimamia mkutano kwa madhumuni ya usalama, lakini walipaswa tu kuhakikisha kwamba mkutano unafanyika, sio kusikiliza majadiliano halisi ya kisheria kati ya wakili na mteja wake. Tundu Lissu kisha akahoji sababu ya ufuatiliaji huo ikiwa unafanyika. Aliuliza ikiwa maafisa wa magereza walikuwa wakisikiliza kwa madhumuni yoyote ya kisheria au ikiwa ni kuingiliwa tu. Wakili Maduhu alijibu kuwa vitendo kama hivyo havitazingatia sheria, akipendekeza kuwa kusikiliza mazungumzo ya wakili binafsi na mteja kunaweza kuwa mwingiliano usio wa lazima. Kisha swali hilo likahamia kwenye majukumu ya kisheria ya ofisa mfawidhi wa gereza la Ukonga. Tundu Lissu alimpeleka shahidi huyo katika sheria ya magereza sura ya 58 hususan kifungu cha 8, akiuliza iwapo sheria hiyo inaainisha majukumu ya kamanda wa magereza. Maduhu alithibitisha hilo. Kisha Tundu Lissu akauliza iwapo ofisa mfawidhi ana jukumu la kuhakikisha askari magereza walio chini ya mamlaka yake wanafuata sheria na kanuni za magereza. Shahidi alikubali. Swali lililofuata lilihusu iwapo mkuu wa magereza anaweza kupuuza sheria na kutengeneza taratibu binafsi kulingana na maamuzi yake mwenyewe. Maduhu alikataa uwezekano huo, akisema kuwa mamlaka za magereza lazima zifuate sheria na hazina uwezo wa kubadilisha matakwa ya kisheria kwa maagizo ya kibinafsi. Kisha Tundu Lissu akauliza iwapo kutokana na ushahidi uliotolewa, ofisa mfawidhi wa gereza la Ukonga amefuata matakwa ya kisheria. Maduhu akajibu kuwa hana. Amefuata matakwa ya kisheria? Maduhu akajibu kuwa hana. Uchunguzi huo ulirejea katika mazingira halisi ambapo mikutano ya wakili na mteja ilifanyika. Tundu Lissu alimtaka Maduhu kueleza matukio hayo mawili walipokutana katika ofisi ya magereza. Maduhu alieleza kuwa mikutano hiyo haikuwa ya faragha. Aliambia mahakama kuwa kulikuwa na meza kadhaa katika ofisi hiyo walimokuwa wamekaa askari magereza, na kila Lissu alipofikishwa ndani ya chumba hicho alikuwa akifuatana na maofisa wa magereza wa ziada waliokuwa karibu naye. Tundu Lissu kisha kauliza kama mpangilio huo unaendana na matakwa ya kisheria. Maduhu akajibu kuwa sivyo. Alieleza kuwa mazungumzo kati ya mawakili na wateja wao ni ya siri ya hali ya juu na kwamba maafisa wa magereza hawana haki ya kusikiliza mijadala ambayo inalindwa na uhusiano wa wakili na mteja. Maswali yalihamia kwenye kanuni nyingine ya magereza kuhusu usalama wa wafungwa. Tundu Lissu alirejelea kanuni ya 31(3)(a) akiuliza iwapo matakwa ya mfungwa kufuatiliwa usiku na mchana na askari magereza wasiopungua wawili yanahusu wafungwa waliohukumiwa kunyongwa. Maduhu alithibitisha hilo. Tundu Lissu kisha akauliza kama yeye mwenyewe ni mfungwa aliyehukumiwa. Maduhu akajibu kuwa Lissu sivyo, hajahukumiwa. Swali lililofuata lilikuwa je, matibabu aliyokuwa akipata Tundu Lissu ndani ya gereza yanafanana na yale aliyopewa mfungwa aliyehukumiwa kunyongwa? Maduhu alikubali kuwa ndivyo. Kisha Tundu Lissu alirejesha nyaraka zilizowasilishwa na ofisa mfawidhi wa gereza la Ukonga.
alimwelekeza shahidi huyo kwenye hati za kiapo za ziada na kumtaka achunguze maoni yaliyoandikwa na mamlaka ya magereza kuhusu kutembelewa na mawakili. Shahidi huyo alichukuliwa maelezo kadhaa, ambapo mkuu wa magereza alikuwa ameandika maagizo ya kuwataka askari kusimamia au kufuatilia mazungumzo kati ya Tundu Lissu na mawakili wake. Tundu Lissu alieleza kuwa maelekezo sawa na hayo yalionekana mara kwa mara kila mawakili wake binafsi walipomtembelea. Alisisitiza ingizo moja lililomhusisha wakili Nation Nkungu, ambapo maagizo yalieleza kuwa maofisa wanapaswa kusimamia kwa karibu mjadala huo na kufuata kinachozungumzwa. Madu alithibitisha yaliyomo kwenye rekodi hiyo. Kisha Tundu Lissu alidai kuwa nyaraka hizo zilionyesha mtindo ambapo mawakili wa kibinafsi walitendewa tofauti kwa sababu mazungumzo yao yalikuwa yakifuatiliwa na maofisa wa magereza. Shahidi alikubali kwamba rekodi zinaonyesha maagizo kama hayo. Swali lilihamia kwa mawakili wa serikali ambao pia walitembelea gereza la Ukonga. Tundu Lissu aliuliza iwapo mawakili wanaoiwakilisha serikali pia wanaweza kuwatembelea wafungwa. Madu alithibitisha kuwa walifanya hivyo. Kisha akamwelekeza shahidi huyo kwa maoni yaliyopewa jina SUPP 4 iliyokuwa na rekodi zinazohusisha maafisa kutoka huduma ya kitaifa ya mashtaka. Tundu Lissu alitaja ziara za viongozi akiwemo Debora Mushi na Carolina Nana na kuuliza ni maagizo gani yaliandikwa na mkuu wa magereza kuhusiana na ziara hizo. Madu alieleza kuwa maoni hayo yameeleza yanapaswa kusikilizwa kwa kufuata utaratibu. Tundu Lissu kisha akataja kile alichokieleza kuwa ni tofauti ya matibabu. Alimuuliza wakili Maduhu ikiwa hii ni sawa na ubaguzi kati ya mawakili wa serikali na mawakili wa kibinafsi. Madu alikubali. Alipoulizwa iwapo ubaguzi huo unaruhusiwa kwa mujibu wa sheria za Tanzania, Madu alijibu kuwa sivyo. Kisha Tundu Lissu aliiambia mahakama kuwa suala hilo alikuhusu timu yake ya wanasheria pekee. Alisema mawakili zaidi ya 36 wanadaiwa kukumbana na matukio ya aina hiyo wakati wakijaribu kukutana na wateja katika gereza la Ukonga. Madu alijibu kuwa kwa kiasi kikubwa wanasheria wengi wamekumbana na changamoto kama hizo. Uchunguzi huo ulihamia kwenye maamuzi ya awali ya kisheria. Tundu Lissu alirejea kiambatisho A3 uamuzi wa Jaji Mkwizu wa Julai 11 mwaka 2025. Aliuliza kama malalamiko kuhusu kuingiliwa kwa mawasiliano ya wakili na mteja yalikuwa tayari yamewasilishwa mbele ya mahakama kuu. Madu alithibitisha hilo. Tundu Lissu kisha akauliza kama malalamiko hayo yanahusiana na ukiukwaji wa kanuni ya 13 ya magereza. Tena Madu akakubali. Swali lililofuata lilikuwa ikiwa wakuu wa magereza walikuwa wametekeleza mwongozo wa mahakama baada ya malalamiko hayo kutolewa. Madu akajibu kuwa hali haijabadilika. Tundu Lissu alikumbusha mahakama kuwa malalamiko ya aina hiyo pia yalitolewa wakati wa kesi Kisutu na baadaye mahakama kuu kuhusiana na kesi yake ya uhaini. Madu alithibitisha hilo. Kisha Tundu Lissu alirejelea kiambatisho A4 kinachohusisha kikundi kazi cha Umoja wa Mataifa kinachoshughulikia tuhuma za kuwekwa kizuizini kiholela. Aliuliza kama malalamiko yake yamewasilishwa mbele ya chombo hicho cha kimataifa na kama wasiwasi umetolewa kuhusu masuala haya. Aliuliza kama malalamiko yake yamewasilishwa mbele ya chombo hicho cha kimataifa na kama wasiwasi umetolewa kuhusu masuala haya. Maduhu alithibitisha kuwa hilo ni kweli. Kisha Tundu Lissu alihoji kwa nini mamlaka iliendelea kukataa kufuata matakwa ya kisheria licha ya malalamiko na miongozo ya awali. Madu alijibu kuwa hajui ni kitu gani zaidi kitatakiwa kuwashawishi waliohusika kutekeleza hilo. Baada ya hapo, Tundu Lissu alihitimisha mahojiano yake. Wakili wa serikali Stanley Kalokola alisimama kumhoji wakili Maduhu kwa niaba ya walalamikiwa. Alianza kwa kuthibitisha kuwa Maduhu alikuwa mwanasheria anayefanya kazi. Madu alikubali. Kisha Kalokola akauliza ana uzoefu wa miaka mingapi, naye Madu akajibu kuwa ana uzoefu wa miaka 6. Wakili wa serikali pia aliuliza iwapo Tundu Lissu ambaye ni mlalamikiwa wa 4 katika ombi hilo pia anahusika katika kesi hiyo. Madu alithibitisha hilo. Kisha Kalokola akahoji iwapo Maduhu aliwahi kuwasilisha malalamiko hayo mbele ya Jaji Mkwizu. Madu akajibu kuwa hakuwa. Pia aliuliza kama Maduhu alieleza mahususi katika hati yake ya kiapo kwamba alibaguliwa kwa sababu ya ualbino wake. Madu alijibu kuwa hauwezi kuwa na uhakika kabisa.
Kisha wakili wa serikali alimtaka atambue ni wapi nyaraka zilionyesha kuwa mazungumzo yalipaswa kufuatiliwa. Maduhu alionyesha maeneo kadhaa ndani ya hati hizo. Kalokola, wakili wa serikali, aliuliza zaidi kuhusu ziara za Maduhu katika gereza la Ukonga na kama jina lake lipo kwenye kumbukumbu za wageni. Maduhu alieleza kuwa jina lake lilionekana mara 3 pekee na kwamba baada ya ziara hizo, licha ya kuendelea kwenda huko, hakurekodiwa tena. Swali la mwisho lililenga ni nani anayedaiwa kusikiliza wakati wa mikutano. Maduhu alijibu kuwa mkuu wa gereza na viongozi wengine walihusika, akielezea ufuatiliaji huo kuwa mkali sana. Baada ya hapo, wakili wa serikali Kalokola alieleza mahakama kuwa hana maswali zaidi. Baada ya ushahidi wa wakili Kulwa Maduhu kukamilika, majaji walizingatia muda uliobaki. Mahakama ilibaini kuwa kikao hicho kilifikia mwendo wa saa 10:30 jioni na serikali ikaomba kesi hiyo iendelee siku iliyofuata. Kwa hivyo majaji leo wameamua kesi hiyo iendelee kesho, na kisha jopo la majaji watatu liliagiza kwamba kesi irejee asubuhi inayofuata ya saa 3. Kwa hiyo kikao cha siku hii kilifikia tamati hapa, huku ombi la kikatiba likiendelea kuibua maswali makubwa yanayohusu upatikanaji wa uwakilishi wa kisheria. Mtazamaji, kesho asubuhi na mapema saa 3 fika hapa ndani ya Mirindimo Media, tutakuwa tumeanza tena kikao cha kesho cha kesi hii ya Tundu Lissu inayosikilizwa na tutafahamu imefikia wapi na majaji wataamua nini. Vile mtazamaji, kama umetazama sehemu hii ya mwisho na hujatazama sehemu ya kwanza na ya pili ya jinsi kesi hii ilivyoanza leo hadi kukamilika, hakikisha umeingia katika page au akaunti hii yetu ya Mirindimo Media, utapata part 1, 2 na hii ni part 3. Vile mtazamaji, kumbuka kulike video, subscribe na ubonyeze alama ya kengele.